utawala bora, ukatili wa kijinsia, madai, jinai, mirathi, ndoa na talaka. Kwa ufupi, mambo mbalimbali ambayo yanawakabili wananchi wetu katika kunyimwa haki zao, basi ni fursa maalum ya kwenda katika taaluma hii, darasa hili, kwenda kusikiliza miongozo na ushauri na elimu itakayotolewa. Ndugu waandishi wa habari, kampeni hii ilizinduliwa rasmi kitaifa katika jiji la Dar es Salaam mwezi Februari 23 katika hoteli ya 4 Points na Mheshimiwa Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa upande wa Zanzibar ulizinduliwa Mei 23 katika hoteli ya Golden Tulip na Waziri wa Katiba na Sheria wa Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, uwepo wa kampeni hii ni sehemu ya juhudi ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha huduma za msaada wa kisheria zinawafikia wananchi popote pale walipo, mjini na vijijini, hasa wale wasiokuwa na uwezo na makundi maalum wakiwemo wanawake na watoto. Ndugu waandishi wa habari, lengo kuu la kampeni hii ni kulinda na kukuza upatikanaji wa haki kwa wote kupitia huduma ya msaada wa kisheria nchini. Huduma hizi zinajikita katika kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi, hususan katika masuala ya ukatili wa kijinsia, migogoro ya ardhi, mirathi, ndoa, talaka, matunzo na masuala yanayohusu haki za binadamu kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa kampeni hii utahusisha huduma za msaada wa kisheria zikiwemo elimu ya sheria, ushauri wa kisheria, usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala, uandishi wa nyaraka, mikataba au hati za kisheria, na kusaidia kupata uwakilishi katika baraza la maamuzi au mahakamani. Ndugu waandishi wa habari, matarajio ya utekelezaji wa kampeni hii ni pamoja na haya yafuatayo. Kwanza, kufikia 75% wananchi katika huduma za msaada wa kisheria nchini. Pili, kuimarisha upatikanaji wa haki kwa watu wasiojiweza, hususan wanawake, watoto na makundi mengine yaliyo katika mazingira hatarishi. Tatu, kuimarika kwa mifumo ya utoaji wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi za serikali kuu hadi ngazi za chini. 4, kuongezeka kwa uelewa kwa wananchi juu ya namna ya kupata huduma za msaada wa kisheria kama ilivyo kwa kampeni hii ni ya nchi nzima. Hivyo kumalizika kwa kampeni hii kutatoa uelewa kwa wote juu ya namna ya kupata msaada wa kisheria. 5, kuongezeka kwa ushiriki wa wahusika kwa msaada wa kisheria wanaojihusisha na huduma za msaada wa kisheria. 6, kutoa miongozo wa kisheria kwa watoaji wa msaada wa kisheria. Na 7, kuhakikisha na kuwezesha utatuzi wa migogoro kupitia njia mbadala. Ndugu waandishi habari, katika kutekeleza kampeni hii tumejipanga kuhakikisha kuwa tunaleta huduma hizi kwenye ngazi za jamii kwa kutumia wataalamu waliobobea pamoja na kutumia mbinu jumuishi zinazohusisha wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na makundi maalum. Kauli mbiu hii ya kampeni hii ni msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Kauli hii na dhamira ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ya kuhakikisha wananchi wanaishi katika amani na utulivu kwa kuwezesha kupata haki zao za kisheria. Ndugu waandishi wa habari, nawakaribisha kushiriki kikamilifu katika kuitumia kampeni kwa kupata huduma za kutatua matatizo yetu mbalimbali ya kisheria yanayokabili. Kwa upande wenu waandishi wa habari, na jukumu la kuitangaza kampeni hii ili kuhakikisha wananchi wote wanapata taarifa hii kwa wakati. Ni matumaini yangu kwamba taarifa hii itawafikia wananchi wengi na hivyo kuongeza mwitiko wao katika kushiriki na kunufaika na kampeni hii katika mikoa husika. Ndugu waandishi wa habari, nakushukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Kwanza, swala mwanzo ni kushukuru, umeuliza swala zuri sana. Hatuwezi kuendelea kampeni kama hatujajua huko tulikotoka tumepata mafanikio kiasi gani. Nataka niwahakikishie kwamba imepatikana faida kubwa sana. Hadi hivi sasa karibu watu 1200 wamefaidika katika ile mikoa ambayo tumeanzisha na maeneo mengine. Kwa hivyo tayari huduma hizo zimefika wananchi katika maeneo mbalimbali. Sasa kama tumefika 1200 na kidogo hivi, kama 46 hivi, maana yake nini? Maana huduma hizi kwa kiasi fulani kwa mikoa miwili tuloanza tumefanikiwa sana. Na tutapomaliza hii mikoa mitatu na imani mpaka ifika Disemba hapa tutakuwa na takwimu za uhakika. Na migogoro zaidi ambayo tunalalamikiwa zaidi ni masuala ya ardhi
na masuala yanayohusiana na haki za watoto, kudhalilishwa na mambo mengine kama hayo. Na haya ndio yamechukua nafasi kubwa sana. Na moja ya malengo tunapeleka katika mikoa, maeneo ambayo yale ambayo hasa yanakuwa na changamoto kama hizi. Kwa mfano, safari tumeamua kupeleka mkoa wa Kusini kwenye kijiji cha Mtende. Kule kuna malalamiko mingi sana ya ardhi. Tumepeleka kule ili wananchi sasa wasikie nini wakifanye baada ya kupata malalamiko kwa na shida kama zile. Na hakika imani yangu kwamba Mheshimiwa Rais mwenyewe pale atasisitiza jambo hili na wananchi watakuwa na nafasi nzuri ya kujiachia sasa hivi, kwamba sasa hivi fursa imepatikana, waitumie fursa hii. Hii ni neema kubwa ambayo rais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano ametuletea, kwa hiyo tutumieni vizuri. Mimi imani yangu kwamba tutafika mahali, tutafika na hatua nzuri sana, tutafurahia jambo hili. Lakini wapo watu ambao walipata matatizo huko nyuma, mimi na kumbukumbu zangu, hata mambo ya kupata pensheni zao pengine na haki zao za maslahi yao baada ya kumaliza ustaafu, walipata shida sana huko nyuma. Alhamdulillah sasa hivi tumewasaidia kupitia njia hii ya msaada wa sheria. Wamekuja hapa na idara hii ya msaada wa sheria inafanya kazi vizuri kwa kushirikiana na wenzetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni imani yangu kwamba somo hili nyinyi waandishi wa habari mkilipeleka huko kwa wananchi, basi watajitokeza kwa wingi zaidi na tutapata mafanikio mazuri. Tumefika 75%, lakini kwa hivi sasa ni mapema mno kutoa asilimia mafanikio ni kiasi gani. Bado ndio tumo katika kutoa taaluma. Tukimaliza hii mikoa mitatu, ikifika Disemba mamangu njoo niulize, nitakupa takwimu kamili kabisa za asilimia. Lakini kwa hivi sasa kama nimetoa tathmini kidogo ya angalau 1246 imewafikia, pengine kilinganisha na wenye matatizo basi zaidi ya pengine 25-30 tumefika. Imani yangu inshallah Mungu atujalie lengo ni kufika 75. Kwa hivyo tutatoka kwenye 25-30 tutafika 75 baada taaluma hii kuenea katika maeneo mbalimbali. Nadhani nimejibu kidogo, nimesaidia. Maparalegal wale au sio kwa msaada wa sheria. Kinachofanyika kwa kweli kwa ninavyoelewa mimi na ndivyo kinachofanyika sasa hivi. Wale wanajitolea zaidi. Wanajitolea vipi? Maana yake wale hawana mshahara maalum. Hivi karibuni mnakumbuka kwa Mheshimiwa Rais aliwasaidia sana hawa. Si ndio tuwasaidia vile inaitwa vibajaji vile. Tumepeleka vibajaji ili waweze kuwafikia husika kwa haraka zaidi. Lakini wale ni vijana ambao wanafanya kazi kwa kujituma sana, wajitolea wenyewe. Na ndio maana yake tumewapeleka vijana wale. Kwa sababu wangekuja serikalini huko kwa njia zetu nyingine, wangetafuta mawakili, pengine wakaenda kwa kampuni binafsi, wakatumia pesa nyingi sana na watu hawana uwezo na wakakosa haki zao. Kwa hivyo tunachofanya ni kwamba wale vijana wajitolea wenyewe, na pale inapopatikana sabuni tunawasaidia kadri hali itakuwa inaruhusu. Kwa hivyo ni kujitolea zaidi, ni uzalendo zaidi unatumika, na uzalendo ndio kama iwe ndani ya moyo wako. Kwa vijana hawa wanafanya kazi vizuri sana, na wakati mwingine tunawasaidia mambo madogo ambayo yanahusika, kama mfano pengine kuwasaidia usafiri na wengine tunaweza tukawasaidia, lakini si jambo ambalo tumeliwekea kama ni la lazima, inategemea na wao wenyewe. Lakini wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa tumeambia watusaidie jambo hili katika kulifanikisha jambo hili. Lakini zaidi ya hivyo, umeendelea swala gani la pili? Muda inategemea na vyombo vinavyohusika, kwa sababu inataka uchunguzi ukamilike. Huwezi kutoa maamuzi kwa kupeleka mahakamani kama uchunguzi haujakamilika. Kwa hivyo ni muhimu uchunguzi, inategemea na wale wanaofuatilia kufanya uchunguzi. Lakini mara nyingi sana hatuchukui muda mrefu sana kwa kupitia njia hizi za msaada wa sheria, mambo yanakwenda haraka zaidi hata katika kuliko maeneo mengine. Asante. Ndugu waandishi wa habari, nakushukuru sana. Viongozi wa wizara, nakushukuruni nyote kwa mlioshiriki. Nikutakieni kila la heri, asanteni sana. Mimi nimemaliza kazi yangu. Asante.